Katika somo lililopita tulijifunza kuhusu vitenzi vishirikishi na tukafanya zoezi katika ukurasa wa 80 hadi 82. Kwa hivyo leo nataka tuzungumzie swala lingine. Tulikuwa tunazungumzia kuhusu usalama shuleni. Swala mtambuko katika somo lililopita lilikuwa kuhusu usalama shuleni. Sivyo? Leo tunataka tuzungumzie ulanguzi wa binadamu. Swala letu mtambuko ni ulanguzi wa binadamu. Ulanguzi wa binadamu, na tutakuwa tunazungumzia kusikiliza, na kuzungumza, kusikiliza na kuzungumza, mazungumzo, ya kupasha habari. Sema ulanguzi wa binadamu. Ulanguzi wa binadamu. Vizuri. Wewe kama mwanafunzi unafikiri ulanguzi wa binadamu, jambo hilo linazungumzia nini? Ulanguzi wa binadamu. Nyinyi utazama runinga? Naam. Umewahi sikia ulanguzi wa dawa za kulevya? Naam. Kwenye runinga? Naam. Je, unafikiri ulanguzi wa binadamu unahusiana na nini? Jadiliana na mwenzako, Nataka kusikia mkinong'ona. Jadiliana na mwenzako. Haya. Umejadiliana na mwenzako? Jadiliana, muda unayoyoma. Yusuf, zungumza na mwenzako. Simwogope. Haya. Tumejadiliana, sivyo? Haya, uniambie mmezungumzia nini kuhusiana na ulanguzi wa binadamu mlivyokuwa kwenye makundi? Haya, Barton, umeelewana ulanguzi wa binadamu ni swala linalozungumzia nini? Sauti? Haya, Barton anatuambia ni namna ya kufanya vitu kwa namna isiyo stahili. Haya, kundi lingine, kuna kamusi, ungekuwa umeshaangalia maana ya ulanguzi. Kundi la kina Mshindi, umeelewana ulanguzi wa binadamu ni swala linalozungumzia nini? Mshindi? Hapana. Verol? Napata maana?
Haya, sikiliza mwenzenu anaposoma maana ya neno ulanguzi kutoka kwenye kamusi. Haya, Veronica, soma kwa sauti maana ya neno ulanguzi. Biashara ya kuwadhulumu watu kuficha bidhaa nyingine ili ziadimike na kisha kuziuza gani. Mwenzenu Veronica anasema kuwa ulanguzi ni namna ya kuficha vitu au bidhaa ili kuviuza wakati ambapo bei imeadimika. Au umesemaje? Ni biashara ya kuwadhulumu watu kwa kuficha bidhaa muhimu ili ziadimike na kisha kuziuza ghali. Maana nyingine ya ulanguzi ni kuwa uuzaji ghali bidhaa muhimu zinapoadimika. Kwa pamoja. Kwa Kiingereza tunaita hoarding. Umewasikia hoarding kwa somo la biashara? Hujawahi sikia? Hii ni ile namna ambayo kwa mfano msimu wa kuuza mahindi. Unapata kuna jirani yako ambaye hajaleta mahindi sokoni. Wewe unaenda kuuza tu. Na bei ya mahindi tuseme siku hiyo ni 60 bob. Wewe unaenda kuuza 60 bob yako gorogoro moja, lakini yeye jirani yako ameweka gorogoro zake 10 huko ndani hauzi. Anangoja wakati ambapo bei itapanda juu ndio aanze kuuza. Yeye ni mjanja. Tuko pamoja? Naam. Huo unaitwa ulanguzi. Tuko pamoja? Naam. Na tukizungumzia sasa ulanguzi wa binadamu, hapa tunazungumzia unaweza kuwa ni wewe mwanafunzi, mtu usiyomjua au mtu anayekujua akuja kuteke nyara. Tuko pamoja? Tuko pamoja eh? Naam. Baada ya wewe kutekwa nyara, unaenda unauzwa. Umesikia kidnapping? Umesikia kidnapping, si ndio? Uko pale mtaani unatembea, ukitafuta miguu na sio umepigwa nyongo. Ukiamka unajipata kwa nyumba yenye hujaiona. Umeibiwa. Tuko pamoja? Na huo unaitwa ulanguzi wa binadamu. Are we together? Haya. Kwa hivyo swala letu mtambuko tutakuwa tunazungumzia ulanguzi wa binadamu, na leo tutakuwa tunazungumzia kusikiliza na kuzungumza, mazungumzo ya kupasha habari. Mazungumzo ya kupasha habari. Tunaangalia ni maneno gani ambayo tunaweza kutumia ili kupasha habari. Vizuri. Haya, fungua ukurasa wa 83. Ukurasa wa 83 uko pale? Haya. Je, ni habari gani muhimu ambazo umewahi kupashwa kwa njia ya mazungumzo? Alex, sikiliza ninapozungumza. Ni habari gani muhimu ambazo umewahi kupashwa kwa njia ya mazungumzo? Unaweza kumwelezea jirani yako. Mweleze ni habari gani ambazo umepashwa kwa njia ya mazungumzo. Tukizungumzia njia ya mazungumzo, tunasema kuwa ni maneno ambayo ni ya moja kwa moja. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Haya. Mweleze mwenzako ni habari gani muhimu ambazo umewahi kupashwa kwa njia ya mazungumzo. Mweleze mwenzako. Yusuf, nataka kuona ukizungumza na mwenzako. Zungumza na Melvin. Shirikianeni. Zungumza na Melvin. Haya. Kundi la kina Harriet. Mumeelewana namna gani? Ni habari gani muhimu ambazo umewahi kupashwa kwa njia ya mazungumzo? Harriet?
Haya, Harriet anatuambia habari iliyopashwa kwa njia ya mazungumzo moja ni kuhusu masomo ama habari. Kuhusu masomo shuleni. Tuko pamoja? Haya. Kundi la kina Meshak. Meshak, ni habari gani muhimu ambayo umewaipashwa kwa njia ya mazungumzo? Umejadiliana namna gani? Haya, Meshak amepashwa habari kuhusu usalama shuleni. Vizuri. Haya. Pale nyumbani pia kuna habari ambayo upashwa. Police, ajali, habari kuhusu ajali. Mwingine? Steven? Afya. Michael? Utekaji nyara. Haya, makofi kwao. Utekaji nyara. Wenzetu wametupa baadhi ya habari ambazo wamepashwa kwa namna ya mazungumzo. Tuko pamoja, John. Mmoja wao amesema ni habari ambayo ilikuwa inahusiana na masomo shuleni. Pengine alikuwa anaelezewa kile ambacho kitatendeka shuleni wakati fulani. Tuko pamoja? Kuna mwingine amesema alipashwa habari kuhusu usalama shuleni. Alikuwa anajulishwa namna ya kuwa salama shuleni. Kuna mwingine alipashwa habari kuhusu ajali. Pengine ajali ilikuwa imetokea kwenye daraja pale. Mtu akamjulisha habari hiyo. Tuko pamoja? Mwingine akajulishwa kuhusu afya. Mwingine akajulishwa kuhusu utekaji nyara. Tuko pamoja? Haya. Je, aliyekupasha habari hizo alitumia njia zipi? Si unajua habari hizi ulizisikia, si ndio? Ulipokuwa ukizisikia habari hizi, ulizisikia kwa njia zipi? Kwa Kiingereza tunaita which means of communication did you receive the message? Are we together? Yes. Haya, kupitia baadhi ya ujumbe huu au mazungumzo haya uliyopashwa, uliyasikia kwa njia zipi?